Hello, naitwa Dr. Gordon Gunewe, balozi wa ufalme wa mbinguni, na leo basi nimeona vema tujifunze basi neno muhimu sana ambalo naona watu wengi sana kwenye dini wamelitumia, lakini pia nimeona manabii wengi sana wamelitumia neno hili, na wakati mwingine wameweza kuzipa thamani huduma zao za kinabii na kusema madhabahu ya nabii, madhabahu fulani, na neno lenyewe ni madhabahu. Ili neno limetumika sana, na unasikia mtu anakuambia leo nimegusa madhabahu ya mtumishi fulani. Nafikiri ni matumizi mabaya ya maneno na kutokujua hasa maana yake, lakini naomba sasa nikupe asili ya neno madhabahu. Kwanza, neno madhabahu kwa lugha ya halisi au asili ya Kiebrania ni mizbah. Kwa hiyo neno hili mizbah manake ni eneo la kuchinjia au a place of slaughtering. Mizbah ni eneo la kuchinjia au a place of slaughtering. Neno hili halina maana nyingine. Mfalme wa mbinguni alimwambia Musa, alimpa maelekezo Musa ya kujenga kaeneo kwa ajili ya kuchinjia wanyama, sadaka zile za wanyama. Kwa hiyo hili ni eneo kwa ajili ya kuchinjia wanyama tu. Kwa hiyo halina uziada au labda upekee, hapana. Ni kaeneo kwa kuchinjia wanyama ambao walikuwa wanatolewa sadaka. Kwa hiyo eneo hili linaitwa mizbah, ndio wengi wanaita madhabahu. Kwa hiyo kazi yake ilikuwa, wakati wanajenga hekalu, alipewa maelekezo Musa kwa ajili ya kujenga kaeneo kwa ajili ya kuchinjia wanyama. Manake hizi sadaka za wanyama ilikuwa kwa ajili ya kuweza kufunika dhambi, na zilikuwa zinafunikwa dhambi mpaka pale ambapo mfalme Yesu atakapokuja kuziondoa kabisa. Na miaka 2000 iliyopita mfalme Yesu alikuja kulipa gharama ya kosa la uhaini, na yeye kama mwanakondoo ambaye amefanyika sadaka mara moja, na baada ya sadaka yake hakukuwa na haja tena ya sadaka tena za wanyama. Kwa hiyo tangia mfalme Yesu kujitoa msalabani kama mwanakondoo, sadaka za wanyama zikawa hazipo tena. Manake hata neno madhabahu, a place of slaughtering, au eneo la kuchinjia wanyama, likafa hapo hapo. Kwa hiyo ndio maana tangia wako mitume wale eklesia kwanza, hujasikia neno madhabahu, kwa sababu ilikuwa ni neno lilitumika maalum katika mahekalu kwa ajili ya kuchinjia wanyama. Ndivyo maana yake, hakuna maana nyingine. Kwa hiyo ningependa sana watu waelewe. Kwa hiyo ndio maana tangia hapo sasa, baada ya mfalme Yesu kuja kulipa ile gharama, hakukuwa tena na matumizi ya neno madhabahu, kwa sababu madhabahu ni neno, maana yake ni eneo la kuchinjia wanyama, full stop. Na ndio maana Waisraeli walipotaka kuanza kutoa sadaka nyingine nje ya wanyama, walikuwa wanapeleka moja kwa moja kwa makuhani Walawi, wanawapatia pale kanuni, wanawapatia. Lakini ikifika tu kwa ajili ya kama ni mnyama kuchinja, ndio wanakwenda kwenye mizbah, eneo la kuchinjia, inaitwa mizbah, madhabahu. Kwa hiyo unaweza kuona neno hili ni neno dogo na ni neno tu ambalo la kawaida, lakini lilikuja kuisha nguvu yake baada ya mfalme Yesu kufa msalabani kama mwanakondoo, kuchinjwa ili kuja kurejesha ufalme na kuweza kuondoa kila aina ya makosa ambayo watoto ambao wamehesabiwa miaka nenda rudi, mashtaka yote. Kwa hiyo hii ndio sadaka ambayo ya mwisho, na tangia pale hakukuwa na haja tena ya mizbah au madhabahu kwa ajili ya kuchinjia tena wanyama. Sadaka za wanyama zikakoma, na maana yake hata ili neno lilipaswa kuisha pale pale pap. Kwa hiyo baada ya mfalme Yesu kulipa gharama, ili neno halikutakiwa kutumika kwa namna yoyote. Kwa hilo ni jambo la msingi sana kuelewa, ili tusiendelee kuwatisha watu na kuwafanya na kukifanya kitu cha kawaida kuonekana kama ni kitu cha kipekee sana. Hii kitu hakina maana kwa sasa hivi na hakina umuhimu, na ndio maana tusije tukasema kwa mfano zile pulpit tunazoweka au pale mbele tunaita madhabahu. Hapana, hakuna kitu kama hiko. Hiyo tuache tafsiri potofu ambazo zinaweza zikaharibu akili zetu na kutufanya watu ambao hatuwezi kupata matokeo kwa sababu tu ya matumizi mabaya ya maneno kama hayo. Nakushukuru sana. Kama una swali, basi unaweza ukatumia namba yangu ile ile
0762609468 ili angalau kuweza kupata ufafanuzi zaidi. Naomba Mfalme wa mbinguni akubariki sana. Asante.